Kwa niaba ya Ofisi ya Taifa ya Mashtaka niwape pole sana familia, mume, watoto, wazazi na ndugu wote. Poleni sana kwa msiba huu mkubwa. Roida alikuwa mtumishi wa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Mtumishi hodari, mwaminifu, mwadilifu na mchapakazi. Tumepata pengo kubwa sana. Sisi tutaendelea kuombea familia faraja ya kweli katika kipindi hiki cha majonzi. Lakini watumishi wa taifa wa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka niwape pole pia kwa msiba huu mkubwa. Najua pengo hili si rahisi kuliziba. Tunaweza kupata kibali cha kuajiri mtu mwingine, lakini anaweza asizibe pengo la Roida. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wadau wetu. Waheshimiwa majaji, asanteni sana kwa kuja kutufariji. Watumishi wa Ofisi ya TAKUKURU, Ofisi ya Polisi, Ofisi ya RPC, RCO na watumishi wote na wadau wetu wengine wote, mawakili wa Chama cha Mawakili Tanganyika, asanteni sana kwa kuja. Na sana ni kushukuru baba Amani, naamini yatabadilisha mtazamo na maisha yetu wengi. Asante sana mchungaji. Makatazo mbalimbali yapo yanayotolewa. Hakuna jamii ya watu isiyo na makatazo. Nimewaona maaskari hapa wana makatazo yao na miiko yao. Nimewaona wanasheria wengi, kwa sababu mwenzetu ni wakili mwanasheria, wakili msomi, mna makatazo yenu pia. Na mtu mwingine yeyote mwenye maadili yoyote ana makatazo yanayomhusu. Lakini kuna makatazo ya jumla ambayo yanatuhusu sisi wote kama watu wa Mungu. Makatazo yapo. Tukiyaishi hayo, tutaona kuna wengine tukiyaishi hayo maisha yatakuwa marefu. Kuna wengine tukiyaishi hayo tutaishi kwa amani na kadhalika na kadhalika. Ukija kwenye dini zetu nazo zina makatazo yake. Waislamu, Wakristo kwa madhehebu yetu tuna makatazo mbalimbali yanayotufanya sisi tuwe na nidhamu wakati tunaendelea kuishi hapa, tukibembelezea hii zawadi tuliopewa iendelee kuwa na sisi. Marehemu alihitimu shahada ya uzamili Masters of Law in International Law katika chuo kikuu cha Coventry kilichopo United Kingdom. Aidha, marehemu alisomea mafunzo ya uwakili na kuwa wakili msomi, na kwa nyakati tofauti katika kipindi cha uhai wake alijiendeleza kwa kuhudhuria mafunzo na kozi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Ajira. Marehemu Roida Augustine Kisinga aliajiriwa katika utumishi wa umma mnamo tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2016 na kuthibitishwa kazini tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2016 katika Ofisi ya Taifa ya Mashtaka katika kada ya wakili wa serikali daraja la pili. Na mwaka 2021 alipandishwa cheo kuwa wakili wa serikali daraja la kwanza hadi mwaka 2024. Na mnamo mwaka 2024 alipandishwa tena daraja na kuwa wakili wa serikali mwandamizi, yani senior state attorney. Familia. Marehemu ameacha mgane na watoto wawili, wa kike na wa kiume. Kifo. Marehemu Roida Augustine Kisinga alianza kujisikia vibaya siku ya Jumanne tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2025. Alikwenda hospitali na kuandikiwa dawa za kutumia nyumbani. Aliendelea na shughuli za kawaida, lakini hali yake ilibadilika na kuwa mbaya siku ya Jumamosi usiku tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ndipo
alipokimbizwa hospitali ya mkoa wa Manyara. Madaktari walijitahidi kuokoa maisha yake, lakini kwa bahati mbaya siku ya Jumapili asubuhi tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2025 umauti ulimfika. Shukrani na hitimisho. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Roida Augustine Kisinga katika kipindi chote cha uhai wake na utumishi wake. Itamkumbuka daima kwa kulitumikia taifa na nchi yake kwa ari, uaminifu na kujituma.